Waswahili wanasema Mungu anaumba, Mungu anachora, Mungu anayakatakata maumbo, na hakika kila binadamu au kila kiumbe hai ameumbwa kwa namna yake. Ukimtazama mtu huyu unaweza kudhani ni mtoto, lakini hapana, huyu sio mtoto, bali ni mtu mzima kama ilivyo mimi na wewe. Hakuna mtu anayeamini kuwa yeye ni msichana, lakini pia hakuna mtu anayeamini kuwa yeye ana miaka 20. Alizaliwa tofauti. Alizaliwa na kichwa kikubwa zaidi kuliko mwili, jambo ambalo lilimshangaza sana mama yake. Alianza kutambaa akiwa na miaka 6 na alianza kutembea akiwa na miaka 11. Hii ndiyo sababu alichelewa kujiunga na shule. Mama anasema alikuwa na uwezo wa kuwa mwanamitindo, japo kwa bahati mbaya alizaliwa katika mazingira ambayo hayakuwa yanamruhusu yeye kuwa hivyo. Anasema alikuwa na ndoto kubwa sana za kuja kuwa mchezaji bora wa mpira wa miguu, lakini ulemavu uliharibu kila kitu. Narenze kanza simbura Messi. Ariko ubumuga bwanjye ntabwo. Kwa sasa anazingatia masomo yake na ana nia ya kuwa daktari. Ndashaka kuzaba umuganga. Watu wengi hawaamini kuwa mimi ni msichana. Wanasema naonekana zaidi kama mvulana. Nina miaka 20, lakini hakuna mtu anayeamini hivyo kwa sababu ya kimo changu hiki kifupi. Nililelewa nikicheza mpira wa miguu hapa kijijini. Nilivutiwa zaidi na uchezaji wa Messi. Katika ndoto zangu, nilikuwa natamani siku moja nije kuwa mchezaji mkubwa sana wa mpira wa miguu, lakini ufupi wangu uliharibu ndoto nilizokuwa nazo. Narenze kanza simbura Messi. Ariko ubumuga bwanjye ntabwo. Baada ya kumaliza shughuli za nyumbani, huja hapa kucheza na huwa na wachezaji wenzangu, lakini kabla ya mechi haijaanza, tunafanya kwanza mazoezi ya kupasha mwili, kisha ndiyo tunaanza mechi. Naenda shule kila siku na kwa sasa nipo darasa la 5. Ingawa nina umri huu mkubwa, lakini umri ni namba tu. Watoto wengine wenye umri kama wangu kwa sasa wanahitimu katika vyuo vikuu, lakini haya yote ni kwa sababu tu ya ulemavu wangu. Nililazimika kuchelewa kujiunga na shule. Wakati huo nilikuwa mfupi sana na miguu yangu haikuwa na uwezo wa kusogea. Wazazi walilazimika kunichelewesha shule ili kuona kama ningeweza hata kuanza kutembea. Licha ya kuanza shule kwa kuchelewa, mimi ni mzuri darasani. Naelewa hesabu na masomo ya kijamii. Hayo ndiyo masomo ninayoyapenda zaidi na nataka kuwa daktari baada ya kuhitimu masomo yangu. Nina hofu huenda nikahitimu shule ya udaktari huku nikiwa na umri wa miaka 60. Unajua, inachukua miaka mingi sana kusoma udaktari. Mwafukanye uhugufi nk'ubwe. Yeye ni mtoto wangu wa mwisho kati ya watoto wangu 5. Na yeye pekee ndiyo mwenye tatizo hili la udumavu. Watoto wengine wote ni warefu. Baada ya kumzaa, niliogopa kwa sababu alikuwa mfupi sana. Na maanisha mfupi zaidi kati ya watoto wote niliowahi kuzaa. Lakini pia alizaliwa akiwa na kichwa kikubwa zaidi. Alikuwa ni mtoto wa kutisha sana. Na ilikuwa inatisha sana kumwona mtoto mdogo kabisa akiwa na kichwa kikubwa kiasi kile. Watu waliomwona wakati anazaliwa waliniambia kwamba huenda akawa na ulemavu mwingine. Kichwa chake kilikuwa kikubwa sana kiasi kwamba kila nilipombeba mgongoni watu walikuwa wanaona kichwa tu. Baba yake alikufa wakati ana umri wa miaka 2 tu, na sidhani kama namkumbuka baba yake alivyokuwa anaonekana. Baba yake aliniacha nikiwa na watoto 5. Walikuwa wadogo sana wakati huo, na kila kitu tangu siku hiyo kilikuwa kigumu. Kulea watoto wote 5 nikiwa kama single mother, ili hali huna kazi inayokuingizia kipato kikubwa, haikuwa rahisi. Nashukuru Mungu kwa sababu watoto wamekuwa. Kuna watu ambao wakiwaona watashangaa sana. Huyu binti yangu alizaliwa akiwa tofauti. Baada ya kuwa na kichwa kikubwa na mwili mdogo, miguu yake haikuwa na uwezo wa kusogea. Miguu ilikuwa imekunjamana, ikiwa na umbo la mkasi. Aliweza tu kukaa, lakini sio kusimama kwa miguu yake. Alianza kutambaa akiwa na miaka 6. Umwana yaje gutangira kwiga gukamba afite imyaka 6. Fikiria, watoto wengine wakiwa na miaka 6 wanakimbia huku na kule, na umri huo
wanakuwa tayari washaingia shule, lakini kwake wakati huo ndipo alikuwa katika hatua ya kutambaa. Aliendelea kujivuta kwa mikono chini. Kitu nilichokifanya ni kuanza kutembelea hospitali mbalimbali ili kugundua ugonjwa wake. Pengine ningeweza kugundua ni kwa nini viungo vyake havifanyi kazi kama ilivyo kwa watoto wengine. Kwa hiyo tulimpeleka katika hospitali ya watoto walemavu na alipewa matibabu, na baadaye waliniamuru kumpeleka kwa mtaalamu wa mazoezi ya viungo, lakini sikuwa na pesa za kumudu huduma hiyo. Ubwo umwana nkajya musengera, na yote nikamwachia Mungu kwa kufanya maombi. Nilimwomba sana Mungu amwangalie binti yangu, lakini pia niangalie mimi nilivyo mjane. Wakati mwingine nilimuuliza Mungu, nini kitatokea baada ya haya? Lilikuwa ni jaribu kubwa sana nililokuwa napambana nalo, na sikuwa hata na kipande cha ardhi ambacho pengine ningeweza kuuza ili niweze kupata pesa kwa ajili ya matibabu yake. Unaweza kuamini kuwa wajukuu zangu walisimama na kutembea kabla ya huyu, ili hali walikuwa ni wadogo kuliko binti yangu. Nilimpa mjukuu wangu fimbo 2. Alibaki na moja na nyingine akampa binti yangu. Kwa kupitia fimbo akaanza kujikokota taratibu taratibu, akijifunza kusimama kwa miguu yake. Viungo vyake vya mwili vikaanza kuwa imara na kisha akaanza kutembea. Nafikiri ilikuwa ni neema ya Mungu, kama si hivyo bado angekuwa anatambaa. Alianza kutembea akiwa na umri wa miaka 11, lakini alivyokuwa akikua alianza kuwa na uvimbe mgongoni. Nilipokuwa namgusa mgongoni, sikuwa nahisi kama ni uvimbe tu, na hii yote ni kwa sababu ilikuwa ni kitu kigumu sana mithili ya mfupa, na sikuwa na pesa, na ndiyo sababu sikuweza kumpeleka hospitalini ili madaktari wakaweza kumkagua juu ya mgongo wake. Baada ya kuona kwamba anaweza kutembea, nilimuuliza, je, huoni watoto wengine wanaenda shule? Kwa nini na wewe usijiunge? Alikuwa na hamu sana ya kujifunza. Kwa hiyo nilimpeleka shule, lakini watoto wengine walianza kumdharau, huku wengine wakawa wanamuita mbilikimo. Kitu hicho kilimchukiza sana shuleni na kuniambia kwamba hatorudi tena shule milele. Tunamshukuru Mungu kwamba kadri alivyokuwa anakuwa, kichwa kilikuwa kinazidi kuwa kidogo, na kwa sasa kichwa chake kina ukubwa wa kawaida tu. Alikuwa na kichwa kikubwa mara 5 ya alichonacho leo. Kichwa chake kilikuwa kikubwa sana na kizito kubeba. Kwa sasa yupo darasa la 5, licha ya kuwa ana umri mkubwa kiasi hicho. Alirudia darasa mara 2, lakini unaweza kuona anapenda sana kuhudhuria darasani na ni mwerevu sana. Kama ningekuwa na pesa za kutosha, ningempeleka katika shule ya ufundi ili kuboresha ujuzi wake, lakini pia kumfanya awe mwenye tija zaidi, hasa wakati wa likizo. Ukimtazama kwa karibu, unaweza kuona kwamba ana uwezo wa kuwa mwanamitindo. Anapenda kujitunza, kujisafisha na kuvaa nguo nzuri, lakini pia kuonekana nadhifu. Kizuizi kikubwa ni kuzaliwa mfupi tu, lakini pia kuzaliwa katika mazingira ambayo hakuna uwezekano wa kusapoti vipaji vyake. Pamoja na kuzaliwa kukua katika mazingira ya kimaskini, hiki ndicho kitu cha kwanza kilichochangia ndoto zake kufutika. Naamini kama angezaliwa katika mazingira yanayofaa, angekuwa mtu mwingine kabisa. Lakini licha ya ulemavu alionao pamoja na changamoto za maisha, yeye ni mtoto mkarimu sana na pia ni mwenye bidii. Na hapa nyumbani anaweza kufanya kila kitu, ikiwa ni pamoja na kuchota maji, kusafisha uwanja, kukusanya kuni msituni na shughuli nyingine za nyumbani. Yeye ni mfano mkubwa sana wa kuigwa hapa kijijini. Baada ya kufanya shughuli za nyumbani, hasa siku za weekend, yeye hujiunga na wengine kucheza michezo mbalimbali, ikiwemo mpira wa miguu, na yeye anasema ni shabiki mzuri sana wa mpira wa miguu, na hiyo ndiyo humfanya atamani sana siku moja aje kuwa mchezaji mkubwa wa kulipwa. Lakini kinachomsikitisha ni kwamba ulemavu wake ndio unamfanya yeye kutokutimiza ndoto zake. Kuna shughuli fulani ambazo hawezi kuzifanya hapa. Hizi ni shughuli zinazohitaji nguvu nyingi sana. Yeye anafanya shughuli nyepesi tu, hawezi kulima, japo kila mtoto wa hapa kijijini akishafikisha miaka kuanzia 12 lazima alime, lakini kwa sababu shughuli hiyo inahitaji nguvu nyingi, hawezi kuifanya. Tunaomba sana kwa wote wanaotutazama watusaidie kukarabati nyumba yangu. Kama mnavyoona, ni ya zamani sana. Nina wasiwasi kwamba siku moja nyumba yangu itaanguka na kutuumiza au hata kutuua. Na pia binti yangu anahitaji dawa kiasi kutibu mgongo wake.
Tunachopaswa kujua ni kwamba tumekuja duniani sio kuishi tu, bali tumekuja kwa ajili ya kutimiza ndoto zetu, kufanya vile tunavyovipenda, kuishi na tunaowapenda na kufanya mioyo yetu iwe na furaha. Kupitia stori hii, una maoni gani? Tuandikie hapo kwenye comment na sisi tutapitia. Asante kwa kutazama. Jina langu ni LG na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.